katika mitandao yetu ya kijamii tumepita kuna clip moja tunaona inasambaa sana, inaenda viral na imetaja jina lako. Wasiofahamu, Elia ni mdogo wangu, ni mdogo wangu naye mwachia ziwa. Kwa hiyo amekuwa chini ya mafuta haya. Ukiachilia mbali swala udogo katika damu, yeye ni mtoto wangu katika roho. Kwa hiyo hapa leo niko nyumbani kwa mdogo wangu kwa maana ya damu, lakini niko nyumbani kwa mtoto wangu wa kiroho. Na ni mtoto wangu ambaye anafanya kazi hapa Morogoro, nimemtuma hapa kwa ajili ya kazi hiyo. Kwa hiyo ni jambo la baraka sana kukutana pamoja watu wa damu moja, lakini pia si tu damu moja kwa maana ya kwamba ya mwili, ana damu moja kwenye masuala ya kiroho. Ni jambo la baraka. Shalom watazamaji wa BCMC TV, na leo tuko na mtumishi wa Mungu, tunatamani kufahamu mambo machache kuhusu Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina, karibu sana. Asante sana. Amina. Leo tumekuita hapa BCMC TV. Kuna baadhi ya mambo tunatamani kufahamu. Katika mitandao yetu ya kijamii tumepita kuna clip moja tunaona inasambaa sana, inaenda viral na imetaja jina lako. Kwamba inasemaje? Baba Askofu Bishop Dr. Amos Ponela, yeye alikuwa katika ziara yake pale Morogoro na tuliojiana naye, lakini pia alisema kwamba pale Morogoro kuna kanisa lake BCMC Morogoro na mchungaji wa pale akasema ni Pastor Elia Ponela. Lakini pia alisema Pastor Elia Ponela ni ndugu yake. Lakini pia ni mtoto wake katika roho. Tunatamani kujua kuna ukweli katika hili, na kama kweli ni ndugu yako tunatamani kujua ni ndugu yako kivipi. Okay. Kama alivyosema Baba Askofu, ni kweli mimi ni mdogo wake na yeye ni kaka yangu wa kwanza. Kwenye familia sisi tuko watano, wavulana watatu na ndio tulioanza. Wa kwanza yeye, wa pili mimi, anayefuata ni wa kiume tena. Wanaofuata wawili wa kike. Kwa hiyo tuko watano. Kwa hiyo nasema sio kitu cha uongo, ni baba mmoja na mama mmoja. Ni bloodline kabisa. Katika upande wa roho na upande wa kiroho, yule ni baba yangu, ndio mtu ambaye Mungu alimwandaa kwa ajili ya maisha yangu na natumika pia chini yake. Mimi natamani tukufahamu kwamba wewe kama wewe ungewezaje ukubali kumuita baba kati yenu? Okay. Ndugu mtangazaji, watu wengi sana wao wanauliza kwamba inawezekanaje mtu kutumika chini ya mdogo wake. Labda wasichokijua watu kwa habari ya familia yetu. Sisi ni familia ya kikuhani. Sisi ni familia ya kikuhani, ukizingatia kwamba babu yetu sisi alikuwa ni mchungaji. Baba alikuwa ni mchungaji. Umeelewa? Alianzia baba yetu. Kaka naye ambaye ni huyu Apostle Amos Ponela naye ni mchungaji. Na mimi pia ni mchungaji. Umeelewa vizuri? Na hata mdogo wangu pia ana wito wa uchungaji. Na wale waimbaji na wadogo zangu wawili wa kike wote ni waimbaji. Kwa hiyo sisi ni familia ya kikuhani. Lakini hata pia kwenye Biblia sio kitu kigeni. Hata kwenye Biblia pia kuna mahali ambapo kuna kabila moja, kabila la Lawi, wale walichaguliwa lile kabila lilichaguliwa kwa ajili tu ya utumishi na sio kitu kingine. Kwa hiyo inawezekana. Lakini pia kuna familia zingine unakuta familia nzima utakuta ni walimu tu au wanajeshi tu, umeona? Kuna vitu kama hivyo vinatembea kwenye familia. Kwa hiyo sisi imetuangukia hivyo. Hata mimi pia sikupenda kuwa mchungaji, lakini automatically tu nimejikuta nimejivuta niko kwenye utumishi. Lakini pia kutumika chini ya mtumishi wa Mungu Apostle Amos Ponela haikuwa rahisi sana, kwa sababu mimi nakumbuka Apostle Amos Ponela anaanza huduma pale, anaanza huduma, mimi sikuwa naye, na ule wito ukawa mimi unanipa shida ndani, lakini hakuonekana mtu yeyote ambaye anaweza kubeba ule wito na kuufikisha mahali ambapo Mungu anataka nifike. Umenielewa? Kwa hiyo ilichukua muda kidogo. Sasa wakati Mungu ananiambia nimtumikie, umenielewa? Sikujua ninamtumikia kwenye maeneo, natumika chini ya kivuli gani, natumika wapi, umenielewa? Lakini siku ya siku Mungu akanifunulia kwamba utatumika chini ya mtumishi wa Mungu Apostle Amos Ponela. Kwa hiyo ninapotumika chini yake sio kitu ambacho mimi nimebahatisha au nimependa tu kwa sababu ni kaka nimeamua kutumika naye. Hapana, ni wito wa Mungu. Mungu aliniambia kwamba utatumika chini ya mtumishi wa Mungu Apostle Amos Ponela, na ndio maana mimi simuoni kama baba, na mambo ya ukoo mimi ukizingatia mimi siyafuatilii sana kwenye mambo ya kiroho. Yaani ninajua kama ni baba yangu wa kiroho na amebeba baraka zangu na akinitamkia vitu vinakuwa. Na kuna wakati fulani hata nilijaribu hata kuleta utata kidogo kwenye mambo ya nikawa nachanganya mambo ya kifamilia na mambo ya huduma.
hii ilinipa wakati mgumu sana, ikabidi nifanye nini, Mungu akaniambia baraka zako zipo kwa huyo mtumishi. Kwa hiyo ilibidi ninyenyekee kuhakikisha mambo yanakaa vizuri. Kwa hiyo mimi najisikia furaha sana kutumika chini ya mtumishi wa Mungu Apostle Amos Ponela. Yeye ni baba yangu na mimi ni mtoto wake. Kwa hiyo nina amani sana na namshukuru Mungu pia. Huduma pia inaenda vizuri pale Morogoro kama mlivyoona. Mungu ni mwema sana. Amen. Hongereni sana mimi. Labda kama kuna lingine karibu. Niko kwa ajili ya kujibu maswali. Kwanza kabisa natamani wakiongea katika familia yenu. Hongereni sana. Amina. Amina sana. Hongereni sana kwa familia yenu. Swali la mwisho ambalo nikitamani kufahamu, sisi tunakuona wewe ni kijana na watazamaji na mimi pia wanaona wewe ni kijana. Natamani kujua umewezaje? Maana vijana wengi sana wanaogopa kuingia kwenye utumishi wa vijana, na kwenye mindset zetu tumeweka kwamba watumishi ni wazee sio vijana. Tunatamani kujua wewe mwenzetu umewezaje na umejibu vipi? Okay. Labda tu ni watoe hofu wote ambao wana wasiwasi na watumishi vijana. Watumishi vijana ni vijana ambao Mungu anawatumia sana kwa ajili ya kuhakikisha ufalme wa Mungu unasonga mbele. Wanazungumza kwamba ni Gen Z. Mungu sasa anatumia Gen Z kwa ajili ya kuhakikisha ufalme wake unaenda. Lakini pia hata kwenye Biblia Paulo alikuwa ameandika, anasema kwamba nimewaandikia nyinyi vijana kwa sababu na nini? Mna nguvu na mmemshinda nani? Shetani. Okay. Mungu anaweza kumtumia kijana kwenye ufalme wake, na shetani pia anaweza kumtumia kijana kwenye ufalme wake, kwa sababu kijana ana nguvu, ana uwezo wa kufanya vitu na vikafanya nini? Vikawezekana. Kwa hiyo Mungu akimkamata kijana, akianza kumtumia, anamtumia kweli. Na ndio maana kwenye nchi hii pia tunaona vijana wadogo, wachungaji, maprofeti, maapostol, wachungaji, wadogo, lakini tunaona kazi wanazozifanya sio kazi za kitoto, na tunaona wanajaza wamama, wababa kwenye makanisa, vijana wanajaa kwenye makanisa. Ni Mungu anawatumia. Mungu anaweza akamtumia mtu yeyote. Game sasa imechange tofauti na zamani. Ukimwona zamani kijana anatumikia Mungu ni wachache sana. Wengi ni wazee ambao umri umeenda, suti kubwa. Lakini sasa hizi ni kitu kimebadilika kidogo. Mungu anatutumia sisi vijana kwa namna ya tofauti sana kuhakikisha tunaleta mapinduzi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kumtumikia kukiwa kijana, mtu akiwa kijana sio jambo geni sana. Lakini hata Daudi pia alianza kumtumikia Mungu wakati yuko kijana. Anasema nilikuwa kijana, sasa ni mzee. Na maana alianza kumtumikia Mungu wakati yuko nini? Kijana. Kwa hiyo inawezekana kabisa, ila mentality tu za watu ndio zinaleta shida kwamba kijana huyu anawezaje kutumika akiwa na ujana ndio moto. Inawezekana kabisa kumtumikia Mungu ukiwa kijana, na Mungu ana uwezo kumtumia kijana vizuri kabisa na kuhakikisha mambo yanaenda. Na mfano halisi kama unavyoona huduma ya Morogoro inaenda vizuri. Kuna skendo mbaya hakuna. Tunatumika vizuri, na niko na wamama pale wa heshima kabisa, wananiheshimu, wanaheshimu mafuta ambayo yapo. Wako mabinti pale, wako watu wa aina mbalimbali ninawachunga, na wanaheshimu uwepo wa mtumishi wake wa Mungu Apostle Elia Ponela. Kwa hiyo na watu ambao wako nje ya huduma ambayo inatumika kidogo wanaweza kawa na mashaka kwamba huyu mtumishi wa Mungu mbona kama ujana mwingi sana, lakini ninawachunga ndio wananielewa kwamba mimi ni mtu wa namna gani, baba wa namna gani. Umeelewa vizuri? Na wanaenjoy kuongozwa na mimi, wanafurahia. Na hata sasa hizi niko somewhere ziara, wananimiss sana, wananipigia simu sana wanangu, na mimi nimewamiss sana wanangu. Kwa hiyo iko hivyo, tunamshukuru Mungu kwa neema yake, tunamtumikia Mungu chini ya mafuta haya ya baba yetu Apostle Amos Ponela. Na ukizingatia hata baba yetu mwenyewe naye ni kijana. Mimi nakuaje mzee sasa? Haiwezekani kabisa. Na karibu watumishi wote, nafikiri kama katika watumishi 20 na ngapi? 23 sio 20 ngapi? Ni vijana. Wazee wanaweza kama ni wawili. Apostle Amos Ponela Mungu amemuita kuwaongoza vijana. Na kuwaongoza vijana, na hata watumishi wake pia karibu wote. Angalia namba zao. Asilimia kama 97. Wote ni vijana. Kwa hiyo msipate shida, tuko hapa kwa ajili yenu. Mungu ni mwema. Mungu anatutumia kwa namna ya tofauti sana kuhakikisha kazi yake
inasonga mbele. Amina, asante sana mtumishi. Amina. Tunashukuru sana. Ndio. Lakini pia watazamaji wa VCMC pamoja na Watanzania kwa ujumla na wale vijana ambao tunaogopa kuwa kwenye kusudi. Kama umemsikia mtumishi wa Mungu vizuri, nadhani uoga utakuwa mbali kidogo na wewe. Lakini pia mimi nataka nikukaribishe pia Director Irene. Yes. Unaweza kuingia pia kwenye utumishi. Asante. Karibu sana. Asante sana. Yaani wakikupanda hata Mikumi pale itakuwa vizuri zaidi. Mikumi pale unakuwa jirani pale na baba mdogo pale. Inakuwa vizuri zaidi. Sawa. Karibu sana. Asante sana. Tusisahau kusubscribe, comment na kulike. Amina sana. Amina sana. Nashukuru sana.